hatuachwi upweke. Mungu abariki. Asubuhi njema. Tunakaribishwa katika siku nyingine tena ya kuendelea na mada yetu. Tukaribishe, tupige magoti tuweze kutaua. Mungu wetu tunakushukuru tena asubuhi hii kwa upendo wako kupitia mwanao Yesu Kristo ambao umeendelea kufunua. Tunakaribia mbele zako kwa ajili ya kusikiliza mausia yako na maongezi yako, ili kwamba tuweze kuondoka katika ujinga ambao umefunga akili zetu kwa kuelewa wewe na kutumikia sawasawa na vile ambavyo wewe umekusudia wewe Mungu mwanadamu. Tunaamini kwamba yako mapungufu, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu wewe kurekebisha na kusahihisha. Ndivyo tunavyoomba na kutumainia kupitia jina la mwanao Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Tulisema jana kwamba tulikuwa tunaangalia ufalme wa Mungu, alafu katika tabia yake au mambo ambayo yanapatikana na yale yasiyopatikana katika ufalme wa Mungu. Kwa sehemu tuliangalia ufalme wa neema ambao tulisema kwamba ni kazi ya uungu katika moyo wa mwanadamu ambayo ilianza wakati Adamu alipokubali kafara ya Mungu. Lakini ufalme huo haukuwa umethibitishwa, umesimamishwa kwa lugha nyingine ambayo maandiko yanatumia, ni mpaka pale Kristo alipokuja. Kwa hiyo ndio maana tunaona kwamba yako matendo baadhi ambayo tukiangalia katika Agano la Kale na kuyalinganisha na maisha ambayo Kristo aliishi na maisha ambayo kanisa la Kristo liliishi baadaye, yanakuwa yako tofauti kabisa na maisha ambayo taifa la Israeli liliishi. Tunaona baadaye mitume wanatuandikia kwamba vita yetu sio ya damu na nyama, lakini nyuma tunaona taifa la Israeli limekuwa maarufu katika vita ya damu na nyama kwa kiwango kikubwa, na kazi hiyo bado inaendelea kuendelea. Kwa hiyo baada ya kuwa tumeangalia hapo tukasema baada ya hapo tutaangalia tabia ya sheria ambayo ndio msingi wa serikali ya Mungu. Sijajua ni katika kitabu cha PP, fungu hili nafikiri tayari tumelisoma, Zaburi 119. Tutatufungulia fungu la 18, unifungue macho yangu nitazame maajabu yatokayo katika sheria yako. Ndicho ambacho tunakwenda kuangalia leo. Sasa tunaelewa kwamba pasipo kuwa na ufalme, tunaelezwa katika kitabu cha PP kwamba pasipo kuwepo sheria hapawezi kuwapo na nini na serikali. Hilo andiko sisi kama tutakuwa tunalikumbuka, na kama tujalikumbuka sijui labda nipate kitabu hapa tuweze kupitia kwa haraka. Katika ukurasa wa 19 kwenye hiki, ile za Kiingereza ni ukurasa wa ukurasa wa 49. Anasema hivi, ndio
PP wa wazee na wafalme na wazee na manabii. Aya ya pili kutoka mwisho, sura ya ngapi? Uumbaji, sura ya pili. Bila shaka anasema Mungu alimweka mwanadamu kuwa chini ya sheria kama hali ya ulazima wa kuwepo kwake. Alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni. Tunaelewa lugha hiyo. Alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni. Kwa ni kusema nini? Kwamba dunia ilikuwa ni kipande tu kidogo ndani ya serikali ya nani? Ya Mungu. Haya, anasema alikuwa sehemu ya serikali ya mbinguni na hapawezi kuwepo na serikali bila sheria. Kwa hiyo ni nini kinafanya serikali iwepo? Ni serikali yenyewe au ni sheria? Okay. Kwa hiyo sheria ndio inayofanya serikali. Kwa hiyo unapoielewa sheria, tayari unaweza ukaelewa tabia ya raia walioko katika serikali hiyo. Ndio maana tunasema leo tunaangalia tabia ya sheria ya Mungu. Fungu hili katika Mathayo Mathayo 12:33 itakuwa linasemaje? Tumezoea mtu atufungulie, kumbe hakuna kufungua. Kuna sentensi ambazo hata baada ya kuwa tumemaliza kujifunza hapa tutaondoka kukabiliana nazo mtaani. Kumbukumbu la Torati sura ya 30 fungu la 19, kuna maandiko hapo yanasomeka namna hii: nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai, wewe na uzao wako. Fungu hili huwa linamfanya Mungu aonekane. Kumbukumbu la Torati 30:19 huwa linamfanya Mungu aonekane kwamba au tusogeze kidogo maandishi yaonekane vizuri eti. Sasa hapa tutafute kitu cha kuinua. Tutafute kitu cha kuweka chini ya mashine hii. Ni kitabu au nini? Hapo ndio sana. Hapo. Na nini maanisha wewe katikati? Wewe ilikuwa ni sahihi zaidi. Na? Sasa ndio ilikuwa sahihi zaidi. Wapi? Hapo. Hapo na maanisha yanapungua ukubwa wetu. Yaani hapo ndo yaani ukirudi nyuma tunaona hapo. Okay. Haya maneno hapo. Asante.
Kwa hiyo ilikuwa ikawa inaonekana kana kwamba utakutana na sentensi hizi ambazo zinaonyesha kana kwamba mambo baraka zinatoka kwa Mungu na laana pia zinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Uzima unatoka kwa Mungu, lakini pia itaonekana kwamba mauti pia inatoka kwa Mungu. Kwa fungu hili tutakuwa tunataja hii, utakutana nayo kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 2 fungu la 6 na 7. Anasema Bwana huua naye hufanya kuwa hai, hushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Sawa? Bwana hufukalisha mtu naye hutajirisha. Hapa ndio unapata zile sentensi zinasema aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. Unaelewa hiyo? Sio tunazungumza hizo lugha. Nimesema hiyo katika lugha ya Kiswahili kwamba yuko na siku na mimi nitapata, aliyekupa wewe ndiye aliyeninyima mimi. Kuonyesha Mungu anawafanya watu wengine kuwa matajiri na wengine kuwa maskini. Bwana huua naye hufanya kuwa hai, kushusha hata kuzimu, tena huleta juu. Hiyo inaonyesha Mungu anashiriki kutoa uhai kwa viumbe wake. Mungu anafanya mauaji. Okay. Samueli wa kwanza, mtu atusomea kwa Kiswahili. Ina nimekuwa hapa ndiko katika lugha hii. Samueli wa kwanza sura ya 19 fungu la 9. Fungu la 9. Maneno ya Mungu yanasema akafika kunako pango. Samueli wa kwanza 19:9. 19:9. Hebu Samueli wa pili 19:9. Na aliposikia habari ya Tirihaka. Alikuwa anakosa sehemu tofauti. Ni Samueli wa kwanza 19:9. Tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake. Roho mbaya kutoka kwa nani? Kwa Bwana. Roho mbaya tunakuwa tunamaanisha nini? Tabia mbaya. Ile ilimuingia alafu akaja kupigiwa gitaa. Gitaa ni kitu gani? Kinanda na Daudi, alafu roho ile ikatulia. Kwa hiyo sio roho ya tabia. Ile ni roho ya nini? Roho kwa maana ya yani nguvu ya nguvu ya roho ndio hivyo, yani tuseme, hatuwezi kusema ni mashetani maana hatujapata jibu hapo. Unaona, ila ni roho, yani nguvu kama ile mtu anapandisha. Unaona? Kwa hiyo roho mbaya, spirit hiyo ilikuwa imetoka kwa Mungu. Sawa? Inaenda kwa Sauli. Sawa? Na Sauli anapandisha. Anapopandisha, Daudi anakuja kumpigia kinanda, kinatulia. Kwa hiyo ni kusema nini? Unaweza ukakuta mtu yuko amepandisha mashetani, alafu kumbe ni Mungu ndiye amemvuvia. Kwa mujibu wa hili fungu. Habari sasa alikuwa anavuvia nani? Sauli. Mtu anaandiko. Wathesalonike wa pili 2:11.
Wakorintho wa pili 2:11 nasema, kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wauamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli. Kwa hiyo ukikuta mtu yuko kwenye upotevu, yako mawili. Ukikuta mtu anaamini uongo, yako mambo mangapi? Mawili, kwa mujibu wa fungu hili. Kuna uwezekano ni Mungu ndiye amempatia hiyo nguvu ili aamini nini? Uongo. Kwa mfano sasa, imetokea kama ikutokee wewe, Mungu akupatie hiyo nguvu ya kuamini uongo, unaweza kujinasua kwenye hiyo? Hapana. Sasa tunaweza kumbe kuwa kwa fungu sasa kama hili, tunaweza kuwa tunamlaumu, kwa mfano tunalaumu upapa au upapa, tunalaumu kwamba wako wanafundisha uongo, tunalaumu warokole. Kumbe Mungu ndiye amewavuvia nguvu ya upotevu. Unaweza kwenda kumhubiria mtu akasema mimi bwana acha pombe bwana, akasema bwana mimi Mungu ndiye amependa niwe hivi. Mshukuruni Mungu ninyi ambao mmebahatika kuwa hivyo, kuwa wacha Mungu. Mimi Mungu amependa niwe hivi. Ukisema bwana sio kweli, Mungu anataka watu waokolewe, anakuletea hiyo. Utajinasuaje hapo? Ndio kuna mafungu baadhi katika Biblia ambayo yamewafanya watu wengi badala ya kumcha Mungu wakawa makafiri, wakana Mungu kabisa. Anakuongezea na fungu, anasema Mungu anawajua walio wake. Huyo ni kafiri. Kwa anasema kwa hiyo Mungu anao wale ambao amewachagua. Anakuongezea na Warumi 8, wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili ili wafananishwe na mfano wa mwana wake. Unaona sasa? Kwa hiyo tangu asili Mungu alishachagua watu ambao yeye anawajua. Mimi ukiona niko hivi, maana yake simo kwenye orodha. Akafanya moyo wa Farao kuwa. Unaona? Kwa hiyo kuna mafungu ndani ya Biblia hii, kama hatujaijua sheria ya Mungu, hatuwezi kuyafafanua. Tutaamini tu. Ni ngumu kuyafafanua. Kumbukumbu la Torati sura ya 32 fungu la 39. Kuna lugha wote tunapenda kutumia kwamba imeandikwa. Sawa? Huwa tunapenda kutumia kwamba dawa ni nini? Ni umeandikwa. Ni kweli mtu atakuletea fungu si limeandikwa. Na nakusomea sasa. Unakataa wakati imeandikwa? Na sisi tunaishi kwa nini? Kwa imeandikwa. Ndio hiyo sasa hapo. Fahamu sasa ya kuwa mimi, huyo ni Mungu mwenyewe anazungumza hapo, asemewi na mtu hapo. Na mimi ndiye, wala hapana Mungu mwingine ila mimi. Na huo mimi, na huisha mimi. Nimejeruhi, tena naponya. Wala hapana awezaye kuokoa katika mkono wangu. Huyo ni Mungu huyo hapo. Sasa hapo ndio kesi inaanza. Alafu unasemaje kwamba Mungu haui? Na maandiko yako wazi kabisa. Aya hiyo tunakutana nayo. Hiyo ndio shughuli ambayo tuko nayo. Kuna mtu ambaye anasoma Biblia utakayekabana naye mafungu kama haya hapa sialete. Ngumu. Kutoka 4:21. Bwana akamwambia Musa, hapo utakaporudi Misri, angalia ukazifanye mbele ya Farao zile ajabu zote nilizozitia mkononi mwako. Lakini nitaufanya mgumu moyo wake. Sasa maana yake nini hizo ajabu sasa? Kama unanituma kwenda kwa Farao, alafu tayari saa hiyo hiyo umeshajiandaa wewe kufanya moyo wa Farao mgumu. Sasa unachonitumia mimi kwenda kwa Farao ni nini? Huo ni usumbufu.
Zamani tunaelewa Farao alikuwa ni mtu mzuri pale Misri. Uongo kweli? Ukimwambia habari za Mungu kwamba hii imetoka kwa Mungu, tunaelewa kitu kile cha Farao kilikuwa kina ugumu na mambo ya kutoka kwa Mungu. Ndoto yake aliyoota ni Mungu alikuwa amemletea au ni shetani? Ile Farao yule wa kwanza yule aliyeota ng'ombe 7 wanono na masuke 7 manono, baadaye ng'ombe wembamba na masuke membamba. Aliyekuwa ameleta ile ndoto pale nani? Farao alikataa. Akaita na Yusufu, alipomaliza kufafanua, sasa Bwana akampa wazo. Hapa inabidi uandae watu wakusanye chakula. Akaambia Bwana, mimi nimekuachia yote. Sawa? Fanya. Yaani kila mahali mimi nimekuachia, isipokuwa kwenye kiti hapa tu basi. Kwa tunaelewa kwamba nature ya utawala wa Farao juu ya Mungu ulikuwa hauna shida yoyote. Hiyo ndio ufahamu tulionao. Musa alikimbia tu kwa sababu ya dhambi zake alizofanya. Hiyo sio ulikuwa na kesi pale kwenye ikulu ya Farao. Tunavyoelewa sasa sisi. Pamoja amekuja yule Farao mwingine, lakini tuna rekodi ya utawala wa Farao. Sasa tunashangaa Mungu anapomtuma Musa, hapo ameshajiandaa kwenda kupambana na Farao, kufanya moyo wa Farao uwe mgumu. Kwa lugha nyingine ni Mungu anampelekea Farao kesi ili apate kisingizio cha kumwadhibu. Mtu ndio unakutana na kafiri hapo, anakueleza hapo. Unajinasuaje hapo? Kwanza ni unafiki. Unaona sasa Mungu wenu jinsi alivyo. Yaani yeye mwenyewe kabisa ameshajiandaa. Sasa kuna wale ambao wengine Mungu amewafanya moyo mgumu, ndio maana kuna watu unawahubiria hawaelewi. Unawahubiria hawaji kwenye kweli. Kumbe ni Mungu amewafanya moyo mgumu. Ukiniona mimi sielewi au siamini kwenda kanisani kusali, ujue sio mimi, ni Mungu amenifanyia kama alivyomfanyia nani? Jamani, tunakuwa kafiri kwa fungu hilo hapo. Haya, kuna andiko hili linasema, tunapoondoka hapo kutoka 32:12 linasema hivi: kwa nini Wamisri kunena wakisema amewatoa kwa kuwatenda uovu, ili apate kuwaua milimani na kuwaondoa watoke juu ya uso wa nchi? Geuka katika hasira yako kali, ugairi uovu huu ulio nao juu ya watu wako. Huyo ni Musa hapa amemaliza kutandaza mashauri hapo. Mungu hasira zimeshamkamata, amechanganyikiwa, amesahau na ahadi alizotoa wapi? Huko nyuma kwa Ibrahimu, kwa Isaka na kwa Yakobo. Na Mungu anaona ni heri awafyekele mbali wana wa Israeli, amfanye Musa ndio kuwa taifa kubwa. Habari ya sasa. Musa akasema hapana, hiyo sio sawa. Akaanza kumshauri nani? Kumshauri Mungu. Mungu alikubali mashauri ya Musa, akakubali. Kwa hiyo kati ya Mungu na Musa nani alikuwa mwenye akili? Kumbe kuna wakati Mungu anaweza kuzidiwa na hasira akafanya maamuzi yasiyo sahihi. Lakini Mungu anasema hivi, Marika anasema, na Bwana akaugairi ule uovu aliyosema ya kwamba atawatenda watu wake. Kwa hiyo pointi za Musa alizotoa zilimuingia, zikumuingia. Zimuingia. Hii ni hatari. Haya. Lakini liko andiko linalosema hivi: ni nani aliyewahi kumshauri Mungu? Ukikutana na hilo alafu na hiyo ukijumlisha na hiyo, mambo yanapatana. Si ndio Biblia inapoanza kujipinga sasa? Hakuna ushauri wala nini, kuna andiko tena linasema hivyo kwake.
unageuka unamwambia Mungu, usiwe unasahau, wewe unatunza kumbukumbu. Wewe sio ambaye Musa alikushauri pale mlimani. Hapo Mungu anafanyaje hapo? Labda nakukunjia uso kwa vile yeye ni Mungu, ana nguvu, ni mkubwa, akikutazama kwa macho makali. Sasa hapo huwezi kujitetea tena. Si ndio? Anatumia nguvu ya nini hapo? Nguvu ya kulazimisha, ambayo tumesema ni vitisho. Inarudi kule kuna andiko hili Malaki 1:3 anasema, bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Kuchukia mtu ni sawa? Kumbe unajua, ndio haya tunayosoma sisi kama Wakristo tulio kule kwenye madhehebu. Tunaposoma mambo kama haya, kama Mungu naye anachukiaga, yule unayemheshimu, tumeambiwa jana hapa, yule unayemwabudu au unayemheshimu au unayemtazama, unaumbika kuwa sawa kama yeye. Kama unasoma una Mungu unayemheshimu ambaye wewe unachukia, wewe utaepuka vipi chuki? Warumi 9:13 anasema, kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia. Wewe ni ruhusa na sisi kuchukia. Yohana wa kwanza 2:10 yeye anaongea kitu tofauti hapo. Anasema, yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamuna kikwazo, bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, akiwemo na Mungu. Sasa tena anakwenda katika giza, wala hajui aendako, kwa sababu giza imempofusha macho. Sasa akiwemo na Mungu, sasa hapo ndio watu hapo wanasema hivi, Biblia yenu inafanyaje? Biblia yenyewe inapingana. Mara inasema hivi, mara huko inageuka inasema hivi. Sasa wasisi kama Wakristo tunakosa sasa namna ya kunani ya kujinasua kutoka kwenye mahoja kama hayo. Warumi 2:21 nasema, basi wewe umfundishaye mwingine, je, hujifundishi mwenyewe? Inaonekana Mungu inampata. Kwa sababu kama anawaambia wengine kwamba kuchukia sio vizuri, ukichukia unaenda kwenye giza, na yeye hawezi kuelewa anafanya hayo, hii injili yake itakuwa na mafanikio? Ni ngumu. Wewe uhubirie kwamba mtu asiibe, waiba mwenyewe. Hiyo kesi ni nzito hapa. Sasa Mungu hapo tunaye. Haya, Methali 21 anasema fungu la 30, hapana hekima wala ufahamu wala shauri juu ya Bwana. Sasa hapo unasoma hivi, unaanza kushangaa kama ni msomaji wa Biblia. Mungu ndiye walishauriwa, Musa akamshauri pale kabisa kwa kina, hasira zimemkamata, alafu anasema hivi, hapana shauri kwa Bwana. Sasa unaanza kuelewa nini? Mungu ni kama mzazi tu ambaye tunaye nyumbani, ambaye anawaambia watoto hivi, msile hizo karanga. Ila yeye akijisikia anapita hapo anakula, watoto wanaanza kumwangalia. Sasa yeye ni baba, umeelewa hapo? Anasema hivi, kuja nyumbani hapo mwisho saa 12. Si wazazi wanatuambiaga hivyo, na sisi tunawaambiaga hivyo, si ndio hivyo? Ila mwenyewe anasema hivyo, anakuja saa ngapi? Saa 6 tumeshalala, hata mjia alikuja saa ngapi? Tunaona asubuhi. Alafu unaweza kumhoji, si yeye ni baba? Kwa hiyo kwa mafungu kama haya, ikiwa Mungu anakataza vitu ambavyo yeye pia anafanya, sura yake kimsingi lazima ifanane na baba yule wa nyumbani. Uongo kweli? Hakuna namna atachomoka hapo. Sasa wewe kama baba, kama una Mungu kama huyu ambaye ni baba wa mbinguni, anafanyaga hivyo na msoma, wewe utafanya nini? Hivyo hivyo. Una alternative nyingine ya uelewa ni hiyo, kwamba sio mbaya kukataza watu wengine alafu wewe kwa unafanya hayo mambo. Hayo hakuna namna. Lazima utaingia.
Warumi 11:34. Maana ni nani aliyeijua nia ya Bwana? Au ni nani aliyempa yeye kitu kwanza naye atalipwa tena? Hapa sasa Mungu anatuchanganya kwa sababu Musa aliwahi kumshauri. Sasa sisi tuanze kumjibu kwenda sawa. Hiyo tuliyosoma hapo kama hujaona ilikuwa ni Warumi 11:34. Kwa hiyo inavyoelekea Mungu ana tatizo la kusahau. Yakobo 1:13. Mungu alikataza wana wa Israeli kutoa watoto wao, kuwaua watoto wao katika mambo ya ibada, ikiwemo kutoa kafara, kuwachoma moto. Mungu alikataza. Na kuna wakati siku moja wa taifa la Israeli walikuwa wanapigana taifa moja la kipagani. Taifa lile likazidiwa, wakakimbia. Walipo mnamfahamu yule aliyetumaga taarifa alafu akamwambia mfalme kwamba nataka mke wako na watoto wako wote ni mali yangu. Mfalme akasema mna shida wa Israeli. Sawa? Lile jamaa mfalme la kule alikuwa limeshapiga wengine huko, bali lilipomaliza huko kuchakaza likaandika barua kwa mfalme wa Israeli. Mfalme wa Yuda. Maana Israeli alikuwa ameshapiga na kuiteka. Sawa. Unaona? Nikaambia mke wako na watoto wako wote ni mali yangu. Mfalme akarudisha taarifa. Akasema, kuna shida. Mimi ni mtumishi wako. Unaona? Akakubaliana na huo unyonge. Jamaa akaandika barua nyingine, maana ninatafuta kukorofi. Nikaambia dhahabu zote ulizo nazo na kila neno ulicho nacho vyote ni vya kwangu. Mfalme wa Israeli akaita watu akakitisha, jamani, kujeni muone huyu sasa tunapata matatizo. Ametaka mke wangu nimemwachia, na watoto wangu nimemwachia. Sasa ananiambia vitu vyote nilivyo navyo ni vya kwangu. Ni vya kwa atatuma watumishi wake. Waingie nyumba yako na waikague kizuri watachukua. Chochote ambacho watakiona kwenye nyumba kizuri, chote watachukua umpelekee. Sasa hapa kabidi aite nabii, kamuuliza Bwana, angalia ambacho huyu anazungumza. Akamwambia hivi, mwambie avuae asifanyaje, asijivune kama avaae. Kaendelea kuwa na mkutano wa maneno pale. Baada ya hapo ikabidi zipangwe tu vita, waende kwenye suluhu. Walipopigana vita, yule mfalme jeshi lake likapigwa vibaya sana, ikabidi akimbie. Israeli wakawafuatilia kwa nyuma, zikapigwa vibaya sana, wakakimbia mpaka wakaingia kwenye nyumba zao. Raia wa pale na wanajeshi wakamrudia mfalme, akamwambia, hapa hao Israeli watatumaliza. Cha kufanya, toa mtoto wako mchome moto. Akatoa, wakiona hiyo watakimbia. Ndio akamtoa mtoto wake akamuomba kwenye ukuta, akamchoma moto. Israeli walipoona ni machukizo mbele za Bwana, ni machukizo, wakarudi. Vita ikawa imeshapo, ndio kasalimika kwa staili hiyo. Sasa Mungu alikuwa, kwa nini? Kwa sababu Mungu alikuwa amezuia, ni machukizo katika Israeli mtu kumtoa mwanae kafara. Sasa unakutana na fungu hili. Mtu ajaribiwapo asiseme anajaribiwa Mungu. Maana Mungu hawezi kujaribiwa na mwovu, wala yeye mwenyewe hamjaribu mtu. Sawa. Kwani mtu kuua mwanae kwa mujibu wa Mungu ni wema, ni uovu? Uovu. Haya, Mwanzo 2:22. Akasema, umchukue mwana wako wa pekee umpendaye. Mwanzo 22:2. Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria, ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Huyo ni Mungu huyo. Kwani hivyo Mungu alikuwa mjaribu? Maana wamefika kule, anataka kutoa, alafu tena anasemaje? Ni kama anayesema hivi, ingekuwa ni lugha zetu, nilikuwa nakutania tu. Kwa serious.
Angalia pembeni pale kuna mwanakondoo. Usimguse mwanao. Sasa ulipozungumza pale Mungu ulikuwa na maana gani? Msomaji wa kawaida wa Biblia anaelewa kumbe matani nayo ni sawa. Ni sawa. Ndio maana sasa unakuta Mkristo yuko anakuambia nilikutana na mtu mmoja siku moja nilipo natembea huko. Yuko anahamia mpunga. Wapo mwenzake naye ana jeruba lake naye pale anahamia mpunga. Ile wamekaa karibu. Sisi hatuelewi kuhamia mpunga. Kuhamia ndege kwenye mpunga. Siaje? Analinda ndege asile mpunga. Sasa nafika pale nakuta nasikia ghafla anamwambia, "Wewe, ndege unamaliza huko?" Yule bwana akageuka kwa haraka kuangalia. Lakini wewe, nilikuwa nakutania tu. Sasa nikamwambia, "Sasa wewe, yani hiyo nayo una mpango wa kwenda kutubia?" Yaani siku ya mwisho sasa ukichomwa moto kwa sababu ya hiyo, utakuona Mungu ndiye na matatizo. Nilikuwa namtania tu. Nikamwambia utani kwa Mungu hakubali utani. Haya, ukiniambia jamaa kama mimi ninasemaga Biblia litafungu kama hilo, unajinasuaje? Ndio kesi inaanza kuwa ngumu. Mwana moyo ulinikatalia kupita pale. Maandiko yanasema hakuna Mkristo wa kweli atakayemuona mtu anafanya dhambi asimwambie. Sasa nikasema hivi, kwa sasa tamwambia mimi nikabidi muonye kidogo au kumbuke najua mwanadamu kila anachokiogopa zaidi ni moto wa milele. Kwa hiyo nikamuelekeza pale kwenye moto wa milele. Unaona sasa hiyo kichoma moto kwa hiyo, utamlaumu Mungu ndiye na matatizo. Haya, kulikuwa na sababu gani ya wewe kudanganya? Hapo. Kitu alikuwa mnyonge basi. Ila uzuri akakubaliana. Yeremia 48:10. Hapo sasa kuna kitivya. Wakati fulani wa mgogoro wa kuchinja nani achinje nani asichinje, niko nimelala asubuhi magazeti sasa nasikia habari kwamba viongozi wa dini maaskofu wapata fungu nalo wanaleta kuua ndani ya Biblia. Kumbe sasa ndio usomaji kama huu wa mafungu ambayo hatuyaelewi kwa vile hatuelewi. Yaani tuko na uelewa wa shetani. Kuna wakati tunaweza tukafanya mambo yaliyo ya ajabu. Na Biblia hii imeshiriki kusababisha na kuchochea vita nyingi. Hata nchi jirani ya Rwanda. Watu wametumia Biblia hii. Na wengine walikuwa wakifanya mauaji, wanafanyia mauaji ndani ya makanisa. Watu wanakimbilia makanisani kwenda kupata hifadhi, lakini wanapofika viongozi wa dini wanafunga mlango wanasema hao wameshajileta wenyewe. Ni Bwana sije atakuwa hapa amewaleta sasa hapo. Wakapiga. Wao watu mafuvu na kufanya nini? Ni Biblia hii. Na Yesu anasema hivi, ndipo itakapodhaniwa kwamba kila awauae anamtolea Mungu nini? Ibada. Unafikiri itakuwa ni kwa kisingizio au watu watakuwa wameamini kabisa hiyo inatimiza mapenzi ya Mungu wanayofanya? Wanakuwa wameamini. Hii inasema na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe azuiaye upanga wake usimwage damu. Hapo unafanyaje hapo? Wewe utakubaliana? Na unaona wenzako wanachukua mbaraka wanaua. Na fungu lipo. Unaua. Unaua. Sasa tunatokaje hapo? Ukumbuke ile point tumesoma jana ile ya muhimu. Jana juzi ni ya muhimu sana. Siku ile tulisoma. Ni jana ni leo.
Pale Edeni kulikuwa na Mungu anamtafuta Adam. Mungu ndiye amepanda bustani ya Edeni, kila kona anajua, lakini Adam amejificha na Mungu hawezi kumuona. Unafikiri pale kama kweli na ana uhakika, kuna kesi ziko mbili ukiingia ndani kwa hiyo kesi. Yaani hivyo. Mungu ana uhakika Adam yuko pale pale ndani ya bustani. Si kweli? Anaita kwa sababu anajua Adamu yuko pale pale ndani ya bustani. Ila maajabu ni kwamba ameshindwa kumuona alipo, ameshindwa kumpata. Kwa mfano nyumba ni ya kwako, kwenye sebule ya kwako, mtu akajificha kwenye sebule yako, ukashindwa kumpata. Nani hapo mwenye akili nyingi? Aliyejificha. Ila kama una uhakika yuko hapa hapa tu ile sehemu nyingine, lakini umetafuta uweze kumuona. Unafikiri hapo nani mwenye akili nyingi? Kwa hiyo ndio maana unaona Mungu, kwa sababu inaonekana uwezo wake unakuwa wa kutia mashaka, analazimika wakati mwingine anashuka kutoka mbinguni kama tulivyosema. Niko naenda nimekuwa nasikia kilio kinanifikia kule mbinguni. Sasa nimekuja niweze kuangalia mambo haya, hivi ndivyo ilivyo. Hana uhakika mpaka akaona vitendo. Ni Mungu ambaye inafikia mahala anashindwa kuielewa nchi ya Kanaani, inabidi atume watu wapeleleze. Na aliyakuwa yeye ndiye anaongoza nini? Safari. Sasa ni kutoka hapo unaona kwamba sentensi nyingi ambazo Mungu anazungumza sio za kutoka kwenye uelewa wake, bali anazungumza uelewa wa yule anayeongea naye. Sasa ikiwa ndio huo ukweli, usisikie Mungu ametamka alafu ukachukulia kwamba ndivyo ilivyo kweli. Kuna wakati sio hivyo. Ndio maana anasema hapa hivi katika fungu la Isaya 55:8. Mtu anaweza hebu mtu afungue kwenye Biblia yako kwanza. Watu tukisoma hili tunatosha. Anasema maana mawazo yangu si mawazo yenu. Sasa wakati ambapo Mungu anapokuwa haongei mawazo yake, anaongea mawazo ya yule anayeongea naye, mimi ambaye ninasoma hilo fungu au nayemsikiliza Mungu akiongea, kama sina uelewa huo, lazima nitayakrediti tu hayo mawazo kwa nani? Kwa Mungu. Maana si ndiye amesema? Haya anasema, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Sasa tunaposema mawazo tuna maana gani? Habari sasa. Kwani kabla ya kuandika katiba huwa inafanyika nini? Hii wanatoa hii zile zingine miandiko 70 na kitu, wengi hapa hatujakuwepo, hatujui ndivyo andiko. Lakini pia tunaweza kujua kama waliandika watu wawili au mtu mmoja, si lazima jambo mnapoandika lazima muwaze, lazima yani lazima mfikirie, si ndio hivyo? Hata sasa hivi wanasema hivi, watu watoe mawazo yao. Hebu maoni, yale maoni ni mawazo. Sawa? Kwa hiyo kumbe sheria inaandikwa kutokana na nini? Na mchakato wa mawazo. Si ni kweli? Kwa hiyo kwa lugha nyingine sheria ni mawazo. Ndio moja. Anaposema njia ana maana ya hii ambayo tunatembea, hii ya kwa mguu, ya kukanyaga na mguu. Amen. Alafu anakuwa na maana gani? Matendo. Si ndio hivyo? Ambayo kimsingi matendo nayo yanatokana na nini? Ni tabia na ni sheria, ndio sheria. Kwa hiyo kimsingi anarudia jambo lile lile katika lugha nyingine.
ndicho hata ninachozungumzia hapa ni ile sheria. Kwa hiyo kwa lugha nyingine ile fungu unaweza ukalisoma hivi, sheria zenu sio sheria zangu, na utaratibu wenu mlio nao sio utaratibu wangu. Lakini sasa mwanadamu anajibu hivi, Ezekiel 18:29, lakini nyumba ya Israeli, hii inawakilisha wanadamu wote, uelewa nao walio nao ndio na sisi ndio huo. Njia lakini husema njia ya Bwana si sawa. Nyumba ya Israeli, je, njia zangu sizo zilizo sawa? Njia zenu sizo zisizo sawa? Zaburi ya 50:17, Mungu anaendelea anasema, maana wewe umechukia maonyo na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Ulipomwona mwivi ulikuwa radhi naye. Je, Mungu naye anafanya hivyo? Anasema hivi, asiyemhesabia mtu muovu kuwa hana nini? Hana hatia, ila huyu anakuwa na radhi naye. Ukashirikiana na wazinzi. Ni kweli na wakati tukiwa vijana tunafanya ukorofi wa namna hiyo, basi mtu mwingine anaweza kukuagiza au wewe ukawa unamwagiza akurahisishie mipango ya kufanya uzinzi. Ni kweli? Haya, hiyo unakuwa lazima naye. Umekiachia kinywa chako kinene mabaya na ulimi wako watunga hila. Umekaa na kumsengenya ndugu yako na mwana wa mama yako umesingizia. Ndivyo ulivyofanya, nami nikanyamaza. Ukadhani ya kuwa mimi ni kama wewe. Habari ya sasa. Walakini nitakukemea, nitayapanga hayo mbele ya macho yao. Kwa hiyo mara nyingi mwanadamu, kumbe sisi tunamfikiria Mungu ni kama sisi. Ndio maana naye kwa sababu Mungu, kwa sababu anajua sisi tunamlinganisha yeye na sisi, ndio maana kuna wakati anapokuja kwetu naye anajifanya akili zake ni kama zetu kwa kutusemesha kwa uelewa wetu. Maana ndivyo tunavyomchukulia. Habari zetu. Chukulia mfano pale yule amejificha kwenye vichaka. Ana shida na Mungu. Kama Mungu angemwambia hivi, Adamu, usifikiri yeye atakusaidia. Mimi nimekukataza kula matunda pale, nimekuambia kabisa na kwa maelekezo, unakula unajidai kukimbia kujificha hapo. Unafikiri mimi sikuoni hapo? Nini kingetokea? Maana yeye hataki Mungu kumbe hapa Mungu bado anafanyaje? Ananiona mbio kwenda kutafuta kichaka kingine, si hivyo? Mungu anamwambia wakati Adamu yuko anakimbia mbio kwenda kujificha, Mungu anamwambia hivi, hata uende wapi, hakuna mahali unaweza kwenda mimi nisikuone. Nini kinatokea hapo? Unakuzimia muda. Ulishaona kuku alikuwa anatembea alafu kwa bahati mbaya likaratasi zamani yale mvuli aliyopiga marufuku likamwingia kwenye mguu likamnasa. Sasa anakuwa anaanza kuvuta bali anapiga kelele huko. Niambia anapiga kelele huko. Anaongeza speed, anaona hapo kuna kitu kinafuatilia. Anapokimbia sasa ndio lenyewe linapiga kelele zaidi kwa sababu ndio analiburuza sindano. Hapo inabidi aongeze bidii zaidi ya jina zuri na huyo ndio wewe. Anapoongeza bidii ndio lenyewe linapiga kelele zaidi. Hiyo tu ndio ingekuwa kati ya Adamu na nani? Mungu. Sasa Mungu anasema ni mwingi wa huruma. Na Mungu anasema hivi, hapendi kumtesa mtu. Hapendi kumuumiza mtu, anasema hivi. Kwa hiyo atafanya nini ili kusudi Adamu wanao wapate utulivu kutoka kwenye hofu na mbio alizonazo? Ni Mungu kuonyesha kwamba Adamu amefaulu, ili kusudi Adamu aone kwamba amefaulu. Ndio maana sasa ameingia kwenye akili zake ili Adamu aone amefaulu. Sasa Mungu anajidai hana, yani hajui, yani amuone Adamu. Maana ndicho Adamu alichokuwa anataka Mungu asimuone, si kweli? Na Mungu naye anakubaliana naye kuonyesha kama kwamba hajamuona nani? Adamu. Na anamuita Adamu, uko wapi? Adamu anaposikia hivyo na amejificha ili Mungu asimuone, si anaelewa Mungu hajafanya jambo. Mungu hajaniona.
Kwa Mungu amekuwa na tabu ya kuzungumza na sisi. Analazimika atumie semi ambazo kimsingi hazimwakilishi yeye. Sasa tutaelewaje kwamba usemi huu unatoka kwenye nia ya Mungu na ni ufahamu wa Mungu na ni mapenzi ya Mungu, na usemi huu hautoki kwenye nia ya Mungu na wala si mapenzi ya Mungu? Kivipi tunaweza kutofautisha? Ndio mtu mmoja akamuuliza Yesu, akamwambia kwenye hilo fungu, kwa kuangalia nini mtumishi? Sheria. Anasema hivi, natazama Luka 10:25 hii hadi 26. Natazama mwanasheria mmoja alisimama amjaribu akisema, mwalimu, nifanye nini ili niurisi uzima wa milele? Yesu jibu alilotoa akamwambia, imeandikwa nini katika Torati? Waisomaje? Wewe unaposoma sheria, kile kilichoandikwa ndani ya sheria, unakielewa sheria ilichokiandika? Unapokuwa unakisoma, unakisomaje? Unakisomaje kwa kulinganisha na sheria za kibinadamu? Yaani unaitafsiri sheria ya Mungu kama ambavyo unavyotafsiri sheria za wanadamu namna zinavyofanya kazi. Ile ndio kesi iko hapo. Kwa mapenzi yote ambayo Mungu ameyasema yanayotufanya sisi tumuelewe yeye kwanza, alafu ndio tuende kwenye uzima wa milele. Kimsingi uzima wa milele huko mbele, kumuelewa Mungu inabidi kutangulia kwanza. Si tumesoma hata kwenye somo la Wekaru tunaenda hivyo. Maana kama usipokuwa umemuelewa Mungu, ni vigumu wewe kuona ufalme wa Mungu, kwa sababu utaingia ukiwa unafahamu Mungu tofauti na ambapo bado hujatoka kwenye madanganyo. Kwa hiyo hapo sasa pambano alijaisha, bado litakuwa linaendelea huko. Ni vigumu. Kwa hiyo sheria ndiyo kiini pekee ambacho sisi kinatusaidia kuelewa Mungu anachotaka, mapenzi yake ni yapi. Tunapokuta sentensi ziko hapo au matendo yako hapo, sisi tunafanya nini? Tunachukua hiyo sheria, tunaingia katika ile tendo kulitazama, tunamulika kwa kutumia sheria. Kwa tukiona tabia ndani ya ile tendo ambazo hazifanani na sheria namna ilivyo, tunaelewa kwamba hii sio mapenzi ya nani? Ya Mungu. Hata kama Mungu alizungumza, haikuwa inawakilisha nafsi yake. Hiyo ni sehemu ya kipengele ambacho sisi tutakiona. Nafikiri habari ya Mkushi naye alisema hivi, nitawezaje kuelewa Mungu pasipo nifafanulia? Hivyo yeye ndivyo alivyojidilia. Kumbukumbu la Torati 4, hebu mtu afungue Biblia hapo kwa haraka, tuanzie fungu la 6 la 5 sijui au la 4. Na Kumbukumbu la Torati sura ya 4. Anzia fungu la 5 hebu tuone. Inasema, angalieni nimewafundisha amri na hukumu. Angalieni nimewafundisha amri na hukumu. Vile vile kama Bwana Mungu wangu alivyoamuru, ili mzitende katika nchi muingiayo kuimiliki. Zishikeni basi mkazitende. Maana hii ndiyo hekima yenu na akili yenu. Okay. Tutapataje tupate ubao hapo kidogo. Tuchore kidogo hapo. Zishikeni basi mkazitende. Maana hiyo ndiyo hekima yenu. Hekima yenu na nini? Akili. Akili. Akili ni nini?
Akili ndipo mahali ambapo ufahamu unakaa. Akili unatoka. Ndipo mahali ambapo ufahamu unakaa. Unatoka. Sawa. Kwa hiyo ina maana hizo sheria ndani yake kuna ufahamu. Ndio. Okay. Sasa kwa lugha nyingine akili ina faida gani sasa kwa mwanadamu? Utambuzi. Na ufahamu. Hii ndiyo inayotusababisha sisi tuelewe kutofautisha kati ya jema na baya. Kwa hiyo kimsingi nini? Kama sheria haipo, huwezi kukajua, huwezi kufahamu nini jema wala baya. Okay. Kwa hiyo kama huo ndio ukweli, unapokuwa unaisoma Biblia au unamtafsiri Mungu, unachopaswa kutumia ni nini? Sheria. Na kama hujatumia sheria hii, Isaya 8:20 anasemaje? Isaya 8:20 inasema, ndio, na waenende kwa sheria na ushuhuda. Na waenende kwa sheria na ushuhuda. Ikiwa wasemi sawasawa na neno hili, bila shaka kwao hapana asubuhi. Kama hakuna asubuhi nini hiyo? There is no light. Kuenenda maana yake ni kufanyaje? Yaani kutenda. Ni jumla ya maisha. Kuenenda ni ndio yeye anasema njia zenu. Matendo yako, yaani maisha yako. Yaani yale mambo unayofanya, ufanye sawa sawa na nini? Na sheria. Yaani mwenendo wako wote uko kwenye sheria. Kama ufanye sawa sawa na hii, hakuna tendo tuko la nuru. Yaani huwezi kujua ukweli ni upi, nuru ni ipi kama hujatumia nini? Sheria. Kwa hiyo ni vigumu kumtafsiri Mungu tukamuelewa nje na nini? Nje na sheria. Ni vigumu kujua fundisho lipi ni la ukweli, lipi ni la uongo kama ulichukua hilo fundisho ukaliingiza ndani ya sheria ya Mungu, likafiti au likaacha kufiti. Habari sasa. Sasa pale kwenye Mathayo 5 unaposoma pale, upata nafasi tena kurudia pale. Mmesikia watu wa kale walivyoambiwa. Ndio? Mtimizie Bwana nyapo zako. Sawa? Lakini mimi nawaambia. Unaona kuna watu wangapi pale wanaosemaje? Wanaotoa maagizo. Msifanye hivi wala hivi wala, usiape kwa kitu chochote, kwa mbingu au kwa nini, kwa nini? Kwa kichwa chako au kwa nini? Sasa umegeuka. Si wewe ndio ulisema sisi tuwape? Umesikia watu wa kale walivyoambiwa jino kwa jino. Lakini mimi nawaambia msishindane na mtu muovu. Unaelewa hapo? Sasa tuchukue ipi? Ni kuonyesha sasa kumbe Yesu yale alipokuja yale ya kushindana na mtu muovu. Uliona Yesu alishindana na mtu muovu? Upigae shavu la huku mgeuzia na nini? Na huku. Mtu akikulazimisha kwenda na wewe maili moja, wewe na naye ngapi? 2. Mtu akichukua koti lako muongezea seti. Hapo Yesu anatambulisha kanuni za ufalme wake. Ndio maana Yesu kwenye hizo kanuni ambazo zilikuwa zinatoka kwenye ile sheria iliyokuwa ndani ya hekalu lakini ikiwa imewekwa nje ya sanduku, Yesu hakutii hata moja.
isipokuwa ile sheria iliyokuwa ndani ya sanduku. Kwa ni kusema Yesu alikuwa anavunja zile kanuni za shetani ambazo Israeli walimlazimisha Mungu kuwaandikia matakwa yao kwa sababu walikataa sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo sheria hii ndiyo akili. Ni kusema kama mwanadamu aliasi Edeni akapoteza sheria hii kwa asilimia zote 100, ni kusema hivi mwanadamu aliondokewa na akili. Ndiyo kwa lugha ya jioni utamwelewa mwalimu kwamba kwa lugha nyepesi sisi ni vichaa ukilinganisha na ufalme wa Mungu. Ukimchukua Adamu wa kabla ya dhambi na Adamu wa baada ya dhambi, kimsingi Adamu wa pili wa baada ya dhambi, katika awamu hiyo ya dhambi, Adamu huyo ni kichaa. Kama hawezi kujua hata uwezo wa Mungu anajificha nyuma ya kichaka, hiyo ziko timamu. Hiyo sasa kuna mambo hapa, mitego ya mauti. Mitego ya mauti mitego ya mauti, moja wapo tunaweza kusema ajali, magonjwa, vita, chuki, zote zinaangamiza, kujinyonga, hasira, wivu na kadhalika. Hiyo ni sehemu ya vitu ambavyo kimsingi vinaweza kupelekea mtu kufa. Sasa tunaposoma sheria ya Mungu inatuambia hivi katika kitabu cha Mithali sura ya 13 aya ya 14, kuna maneno haya hapa ambayo tunaambiwa. Mithali 13:14. Mithali 13:14. Naam. Inasema sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima. Ili kuepukana na tanzi za mauti. Okay. Kwa hiyo Mungu ziko mitego. Kwa sheria ya Mungu namna ambavyo ilivyo designiwa ni kwamba kazi iliyo nayo iko moja tu, ni ya kulinda viumbe wake dhidi ya nini? Ya kifo, dhidi ya mitego ya kifo. Moja wapo magonjwa. Kwa mfano, mtu yuko na ukimwi, ameenda kupima kabisa, ikadhihirika yuko na virusi. Pale kwenye kipimo, wakati daktari anapopima, anapotoa majibu, shetani yupo yupo. Aya, kwa nini shetani anamuingizia huyo mtu tena, anamuingizia mtu mwingine tamaa ya kuja kuzini na huyu, na anajua kabisa kwamba huyu ameathirika? Nini anakuwa anatafuta hapo? Ili mtu naye ile huyo naye anapokuja kuzini na huyo mwenye virusi, naye apatwe, naye aingie kwenye mkondo wa kufanyaje, wa kufa. Si ndio ukweli sasa huo? Haya, mtu ameiba simu ya mtu Kariakoo, si ndio? Mara watu wakamuona, wakamkimbilia, wakamkamata. Na watu wameshaibiwa vitu vyao, wengi wana machungu na kuibiwa vitu. Wanasema huyu bado mnamchelewesha. Leteni hapa, mara wanamsumari, wamkamata, weka hapo kwenye kichwa na nyundo. Tayari kinachotokea unaelewa. Swali, aliyetoa hiyo wazo la kufanya la kumsurubu namna hiyo ni Mungu? Ni shetani. Aliyemtuma kwenda kuiba? Aha. Kumbe sasa shetani matendo yake ni kumchomeka mtu kwenye nini?
kwenye mazingira ambayo lazima yatampelekea apate kufa. Lakini kama huyu mtu angeendelea kubaki kwenye sheria ya Mungu kwamba kuiba sio sawa, huo mtego wa shetani ungempata? Hamna. Ila sisi mara nyingi tumefanywa kuona kwamba sheria ya Mungu ni katili na inatukandamiza, kutuzuilia kufanikiwa. Wale wezi wawili wa pale msalabani aliyeongoza wafanyiwe kile, wasulubiwe pale msalabani ni nani? Ni Mungu. Haya, aliyekuwa amewatuma kwenda kuiba. Sasa huyu shetani na wateja wake yeye inakuwaje? Kuna watu mwenyewe mko vijana hapo. Sauti ya kusema kuna Freemason na nini, msingi ni rahisi. Pale Dar es Salaam ile barabara ya Sokoine Drive, si ndio pembeni hapo kuna hekalu lao. Hiyo. Sasa kumekuwa na tetesi ambazo watu wanakuwa wanasema kwamba Freemason wanamwabudu shetani. Si ndio hiyo? Ni vigumu kuprove kwa sababu watu wako mimi. Sawa? Ila tuchukulie ni kweli. Sawa? Na watu wanasema hivi, ukitaka kufanikiwa basi inabidi ujiunge na Freemason. Sijui kama ni kweli au si kweli. Lakini ikiwa semi hizo, madai hayo ni ya ukweli, unafikiri hao ambao wamemwabudu Lucifer na kupewa hivyo vizawadi vinavyowapatia vya mafanikio na vipesa ni kuonyesha kwamba anawapenda? Maana kama wamemwabudu wako upande wake, wanafanya hela nayo yataka, maana yake hapo anawaalika kwenda kwenye hiyo moto wa nini? Wa milele. Kwa hiyo hakuna mtu yeyote ambaye amefanikiwa kwenye dunia hii leo ambaye anasema ni tajiri, si mwabudu Lucifer, si na nini, ambaye kwamba anaweza kusema hivi ana mafanikio. Hakuna mafanikio kwenye kumwabudu shetani, kwa sababu mambo ya shetani yote ni mitego ya nini? Ya mauti. Kwa dunia hii ni nani ambaye shetani anampenda sana? Mfano mimi kwa akili hizi ambazo shetani ameniachia kidogo, ambazo kwa neema ya Mungu zimebakia, ningalikuwa na rafiki kama Yuda, ningemuongoza kwenda kujinyonga. Maana amenifanikishia mission ambayo kwa kweli tangu mbinguni ilishindikana. Amekuja Yesu hapa duniani, nimemuwinda mimi mwenyewe kwa mitego yangu, jirushe chini ya mnara, imeshindikana. Ni kama wewe mwana wa Mungu, geuza mawe kuwa mkate, imeshindikana. Nimemuwinda, imekuwa ngumu. Ninakuja huku na mtuma upelelezi kwenda kumkamata, wamuwinda kwenye maneno, wamkamate hapa leo, amuna, imeshindikana. Ila Yuda akaja kunisaidia hilo jambo. Mimi nitamsaliti. Mkabidhi kwako. Uone kwamba Yuda alitatua kesi nzito sana ambayo shetani alikuwa ameitamani muda mrefu. Lakini baada ya hapo ni Mungu ndiye alienda kumnyonga Yuda. Kwa hiyo ndio kusema nini? Shetani, hakuna urafiki kati ya shetani na nani? Na mwanadamu, haupo. Kwa ushahidi, maandiko yamesema hivi, shetani ni adui wa Mungu na nani? Na mwanadamu. Dakika 7. Na? Dakika 7 baada ya maswali. Baada ya dakika 7 kwenye maswali? Okay, kwa sheria ya mwenye akili ni chemichemi ya uzima ili kuepukana na tazi za mauti. Ukirudi nyuma, aliyefungua Biblia upande huo hapo, arudi nyuma fungu la 13. Mimi hapa sinalo. Fungu la 13 inasema mwenye kitango. Misali 13. Ai, 13. Inasema kila alidharauye neno, kila alidharauye neno
Ujiletea uharibifu. Ujiletea uharibifu. Bali yeye aiogopaye amri atapewa thawabu. Umeelewa? Kwa hiyo ndani ya sheria tunapata kwamba ndani ya sheria kama ingalikuwa ni nazi, nazi tunaijua, kama sheria ya Mungu ingalikuwa ni nazi, basi nazi unapoipasua mule ndani sura inayokupasia inatafsiri sheria ya nani? Yaani unakutana mambo mabaya mule ndani ya nazi. Kwa sheria, ndani ya sheria kinachobubujika kutoka kwenye sheria ni uzima tu. Sheria ni chemichemi ya nini? Ya uzima tu. Hiyo ndio tabia ya sheria ya Mungu. Sasa ikiwa tutaiamini sheria hivyo kwamba ni uzima, na lengo lake ni kama zizi, nafanya kazi kama zizi kulinda viumbe wa Mungu. Hiyo kazi ambayo sheria inafanya, inakuweka wewe uwe salama. Kama ndio utaratibu huu, tunaambiwa kwamba hii ambayo umeielewa hivyo, hii ni nakala halisi ya tabia ya nani? Mungu. Kwa hiyo kama ungalichukua moyo wa Mungu ukauingiza kwenye mashine ukapiga kopi nje, ungetoka zile amri kumi. Ijapo ziko amri nyingine, lakini neno lolote ambalo limetoka kwenye moyo wa Mungu ni kwa ajili ya nini? Ni upendo. Hakuna zaidi ya hapo. Sheria ya Mungu haina sura mbili. Kwa unapokuta kwamba kuna sentensi ambayo inaonyesha Mungu anatoa maneno yanayoashiria kwamba atawazuru viumbe wake, kwa mfano Mungu kwamba nimekuwekea uzima na mauti mbele yako. Hiyo lugha lazima utafute namna ya kuiangalia, kwa sababu ukichukua sheria kama kipimo kwa mujibu wa Isaya ukaingia kwenye hiyo sentensi, mabaya unakuta kwamba yanagoma kuingia katika sheria ya Mungu. Sasa kwa nini Mungu amezungumza lugha hiyo? Tutapata nafasi tunapoendelea mbele. Kumcha Bwana ni chemichemi ya uzima ili kuepukana na tanzi za mauti. Hiyo ni Mithali 14:27. Hapa Bible ito Julai 29 mwaka 1995, kuna maneno haya hapa yanasomeka: sheria ya Mungu haiharibu kitu chochote isipokuwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ya Mungu haiharibu kitu chochote isipokuwa dhambi. Sasa unapoambiwa sheria ya Mungu haiharibu kitu chochote isipokuwa dhambi, maana yake hapo unaambiwa tu kwamba Mungu haharibu kitu chochote isipokuwa nini? Dhambi. Kwa mfano mojawapo ya fungu moja tulilosoma huko, naua mimi na uisha mimi. Sasa hapo unaanza kujiuliza, Mungu anamaanisha anaua nini? Viumbe au anaua nini? Sasa unachukua sentensi hiyo unaiingiza kwenye sheria ya Mungu. Kuua ni tabia ya Mungu, inagoma. Sasa Mungu anaposema anaua anakuwa na maana gani? Anasema naua mimi na uisha mimi. Kwa hiyo kwenye sentensi hii Mungu anasema hivi, baada ya kuwa amemaliza kuua, tendo linalofuata mbele yake ni kufanyaje? Kuuisha. Sasa huyu anayeuishwa ni yule aliyekufa. Sasa alikuwa amekufa kwa nini? Kimwili au kiroho? Kwa hiyo kama alikuwa amekufa kiroho, maana yake alikuwa na nini ndani iliyokuwa imemuua? Dhambi ndio inaua. Kwa kama dhambi ndio inamuua, Mungu ameiua kwanza ile dhambi, alafu anakuja kumuuisha mtu. Haleluya. Ndio unarudi kwenye lile fungu, vita yetu sio ya damu na nini? Nyama. Silaha zetu zina uwezo wa kuangusha ngome na nini na nini, ambalo ni upanga, ambalo ni neno la nani? Neno la Mungu. Hilo ndio linafanya vita na kuua dhambi.
Sasa umemaliza hapo, tuongeze fungu lingine, alaaniwe mtu yule asiyeauziaye upanga wake usimwage nini? Damu. Usimwage damu. Damu inawakilisha nini? Uhai. Okay. Haya, upanga neno la Mungu. Oh. Kwa hiyo sasa kama wewe utumii neno la Mungu, wewe utalaaniwa. Kulaaniwa ni kuwa sehemu ya miliki ya Shetani. Sasa hiyo si imepita hapo. Kwa hiyo ni sheria hii ya Mungu ndio inatusaidia sisi kupata nini? Akili za kumwelewa Mungu ni nini anamaanisha. Na wajibu wetu ni upi? Tufanye, tutende nini? Hii sheria ndio inatupatia akili. Hiyo ndio tabia ya sheria ya Mungu. Nitafaulu hapo kidogo kupata mlima wa baraka. Tuone hapa. Kimbia hapa kidogo. Tunafahamu mpango ule ambao tunafahamu mfano ule unaosema hivi. Bwana alitengeneza shamba, bwana mmoja. Shamba hilo anasema wakaliweka, akalizingishia kila kitu. Si tunaelewa? Ndio Yeremia. Baada ya kwenye Mathayo Bwana Yesu ndio anatoa huo mfano. Akatuma watu katika wakulima, watumishi wake waende kuchukua mavuno, lakini wakawa wanafanya matatizo. Wale wakulima wakawa wanafanya matatizo. Hatimaye akasema hivi, basi tampeleka mwanangu mimi mwenyewe ili kusudi labda huyu watamheshimu. Tutafahamu mfano. Tumaini kuu roho ya unabii inafafanua andiko hilo. Mfano huu unasema hivi, tumaini la vizazi vyote. Katika mfano huo mwenye nyumba kumwakilisha Mungu. Shamba la mizabibu ni taifa la Wayahudi. Ule ugo ni sheria ya Mungu iliyokuwa inawalinda. Habari sasa. Kwa hiyo sheria ya Mungu kazi yake ni kutoa ulinzi kwa viumbe. Ndio ambayo kazi ambayo sheria ya Mungu inayo. Sasa lakini Waisraeli kuna kesi hapa walikuwa nayo ambayo Mungu anasema katika kitabu cha Mlima wa Baraka ukurasa wa 64 kwenye ile sura inayosema sheria. Ni sura ya ngapi? Niambie hapa zilizobaki dakika. Ni sura ya 3. Malizia maana. Naisoma hapa, nasema hivi. Sheria iliyotolewa huko Sinai ilikuwa tangazo la upendo na mafunuo ya amri ya mbinguni duniani. Ikawekwa mkononi mwa mwombezi, ikanenwa na yeye ambaye kwa uwezo wake mioyo ya wanadamu yaweza kuwafikiana nayo na kufuata kanuni zake. Mungu akawa amelifunua kusudi la sheria, akiwaambia Israeli, nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Sasa kumbe Mungu ametoa ile sheria na alikuwa amezungumza kwenye Kumbukumbu la Torati kwamba mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni nini? Mtakatifu. Ni nini kingewafanya Israeli wawe watakatifu? Ni ile sheria. Kumbe ile sheria ambayo Mungu alikuwa ametoa ndio sabuni ambayo yeye inamfanya awe nini? Awe mtakatifu. Kwa hiyo Mungu sio mbinafsi. Pia alikuwa ametoa hiyo inayomfanya yeye awe mtakatifu. Amewapa pia Israeli nao waweze kufanana na yeye jinsi alivyo. Sikiliza maandiko yanavyoendelea. Lakini Waisraeli walikuwa hawajatambua hali ya kiroho ya ile sheria. Na mara nyingi kutii kwao kulikuwa kwa kufuata mambo ya kawaida tu. Haya kawaida ni ya nini sasa? Ya kimwili, ushetani ule. Sio kujitoa kwa moyo na kutawaliwa na upendo. Kwa tabia na kazi yake, Yesu aliwaonyesha wanadamu namna ya tabia ya Mungu, jinsi alivyo mtakatifu, mpaji na kama Baba, hasa
mlima wa baraka, hotuba ya pale mlimani. Kwa Yesu alikuwa anafafanua sheria, jambo ambalo kwa Waisraeli lilikuwa limeshindikana, ilishindwa kueleweka kwa Waisraeli. Kuna kipengele hapa kipo kwenye, naomba nimalizie kwa ruhusa hapo kidogo. Tumaini hii ukurasa wa 146 hapa anaendelea chini mpaka 40, aya ya mwisho kabisa, aya 1, 2, 3, 4, aya ya 4, tunaendelea mpaka ukurasa unaofuata. Anasema wakati Musa alipotakiwa kujenga patakatifu kama makao ya Mungu, alielekezwa kufanya mambo yote kulingana na mfano alioonyeshwa mlimani. Musa alikuwa na bidii ya kufanya kazi ya Mungu. Watu wenye vipaji na ustadi mkubwa kuliko wote walikuwa tayari kufanya yale ambayo angewaambia. Lakini hakupaswa kutengeneza njuga, makomamanga, shada, ukingo, pazia au chochote cha patakatifu isipokuwa kulingana na mfano ule alioonyeshwa. Mungu alimuita mlimani, akamfunulia mambo ya mbinguni. Mungu alifunika kwa utukufu wake ili ya kwamba aone ule mfano, na kulingana nao vitu vyote vilifanywa. Kwa hiyo kwa Israeli ambaye ndani yake alikusudia kupafanya mahali pa makazi yake, alikuwa amefunua utukufu wa tabia yake. Mfano ule ulioonyeshwa kwao mlimani wakati sheria ilipotolewa kwao mlimani Sinai, na wakati Bwana alipopita mbele ya Musa na kutangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi. Waisraeli walikuwa wamechagua njia yao wenyewe. Hawakuwa wamejenga kulingana na mfano ule. Njia na wakilisha nini? Sheria. Kwa hiyo ndio maana unakuta katika Israeli maisha yanaendelea, watu wana torati ngapi? Wana torati ya Mungu na wana torati ya Musa. Karibuni kwa kusoma. Naam, mzee Esa, karibu. Asante sana. Bwana ni mwema wakati wote. Mimi nimekuwa na swali ambalo limekuwa likinisumbua miaka mingi sana. Ninapokuwa nikitafakari kulingana na jina langu hili Esau, nimekuwa nakutana na watu wakitania. Watania mimi Esau. Wengine wanacheka, swali kali na nisumbua sana. Sasa ningependa niweze kuuliza, kwa kuwa somo limekuja sasa, niweze kupata majibu halisi. Mwanzo 25 mstari wa 21 mpaka 23 anasema, Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Naye Bwana akamwitikia, na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Unasikia? Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwa nifaa nini? Huyo Rebeka huyo, maana amepata mimba, ni mzee sasa, anapata shida, anaona ni bora kufa. Akaenda kumuuliza Bwana. Akaenda kumuuliza nani? Bwana. Bwana akamwambia. Sasa kumbe kimsingi swala la kwamba mataifa mawili ya tumboni mwako na mdogo atamtumikia mkubwa haikuwa na ulazima wa Yakobo kwenda kudanganya.
kwa sababu kumbuka, tayari uzaliwa wa kwanza alikuwa ameshaupata hata kabla hajadanganya. Na kilichofanya hivyo, Esau alidharau uzaliwa wake wa kwanza kwa chakula cha siku moja, na matokeo yake ikawa nini? Ikawa kwamba amesema kwamba uzaliwa wa kwanza ni kitu gani hata nife kwa nini? Kwa njaa. Matokeo yake akawa ameuza uzaliwa wake kwa chakula cha siku moja. Sasa shida inakujaje? Maandiko yanasema kwamba makwazo hayana budi kufanya nini? Kuja, lakini ole wake ayasababishaye. Kwa hiyo tatizo sio unabii unasemaje, ila tatizo ni kwamba unapojiweka kwenye position ya kuutimiza. Yesu sembrani anasema ole wao wale watakao timiza, kwamba mwana wa Adamu hana budi kusalitiwa, lakini ole wake yule atakayefanya hivyo. Sasa ndio inafika mahali anasema kwamba ilikuwa ni lazima Yuda aasi, lakini sio kweli. Hakukuwa na ulazima wa Yuda kuasi. Swala la Yuda kuasi Mungu alishaona kwamba aliyekula chakula changu ameniinulia kisigino chake. Tayari huo ni unabii ushasema, kama vile mataifa mawili yako tumboni mwako, lakini mdogo atamtumikia mkubwa na mkubwa atamtumikia mdogo. Swala hilo sio kana kwamba Mungu alikuwa amepanga. Yeye ameutangaza mwisho tangu mwanzo. Sasa kwa mantiki hiyo, sio Mungu ndiye aliyewapangia hiyo hivyo, kwa sababu huyo asingeweza kwenda kusema kwamba Esau alikosea wakati yeye ndo amepanga. Ingeonekana ni waajabu, na ninafikiri kuona kwamba shetani angekuwa na angalau kuliko huyo Mungu sasa. Lakini matokeo yake ni kwamba Mungu alikuwa anatangaza unabii wa kile kitakachokuwa. Kwa vyovyote vile au kwa namna yoyote ile, unabii aliona utakuwa hivyo, lakini haikuwa na maana kwamba yeye ndiye aliyepanga. Alimwekea Esau namna ya kutokufanya hivyo, lakini Esau akachagua njia nyingine tofauti na ile aliyowekewa. Kwa hiyo Mungu akatangaza kile. Kwa hakukuwa na chochote wala hakukuwa na sababu yoyote yeye kufanya hivyo. Kwa hakuna namna ambayo unaweza kuieleza tofauti na kuelewa kwamba Mungu huwa hatendi hicho, ila yeye kwa Esau alitangaza kwamba itakuwa. Kukuambia kwamba kutakuwa na uasi siku fulani haina maana kama ndiye aliyekupangia, maana kuna uwezekano wa wewe kutofanya hivyo, lakini wewe ukachagua kufanya vile. Kwa hiyo hakuna namna. Kuna maandiko mengi kwamba Mungu amechagua walio wake tangu asili. Haya ni maandiko ambayo kimsingi ukiyatumia vibaya utaona kama Mungu kumbe alishajichaguliaga. Hamna, kama Waislamu wanaamini unapozaliwa tu unasaini muhuri wa moto au muhuri wa pepo. Sasa ni mafundisho ambayo nabii anasema ni mafundisho yenye kuchukiza, ambayo yanaweza yakawakatisha watu tamaa, lakini haiko hivyo mbele za Mungu. Ni namna ambavyo Biblia imezungumza, na hivyo ndivyo ambavyo tunapaswa kuchukulia na kujua kwamba Mungu hafanyi hivyo. Viko visa vingi kama vile kudanganya, Mungu kudanganya, kumtuma pepo akadanganya Ahabu. Ni visa vingi, lakini tunaelewa Mungu hawezi kufanya vitu vya namna hiyo ambavyo tunavisoma. Ni namna tu kuendelea kujifunza kwa makini ili tujue namna ya kusimama kuwakilisha hiyo tabia ya Mungu. Niongeza kidogo kama second. Na niongeza kidogo alichosema pia kwa swali la mzee. Kama second. sawa, karibu. Na nilikuwa hapa kitabu cha Wazee wa Manabii. Sura ile anasema Yakobo na Esau. Sasa sijajua kwa kitabu ni ukurasa gani, hapa ni 173. Nasema hivi, Yakobo na Rebeka walifanikiwa katika lengo lao, yani ile kudanganya. Anasema lakini walipata taabu na huzuni kutokana na udanganyifu wao. Mungu alitamka kwamba Yakobo atapokea haki ya kuzaliwa na neno lake lingetimizwa katika wakati ulioamriwa, kama wangesubiri kwa imani ili awatendee hilo. Kwa hiyo ni sawa tu na Ibrahim kuona kwamba mzaliwa Mungu amemchelewesha kumpatia mzaliwa nini? Yule wa ahadi. Mke wake akamshauri afanyeje? Aende kwa mjakazi. Wakatimiza jambo ambalo Mungu afanyeje? Alikuwa mpango wa Mungu iwe kwa mapenzi yao. Walishindwa kuvumilia. Kwa hiyo nijaribu kama hili lilikuwa hapa. Sawa. Nataka tuongeze kitu hapo kwenye sentensi ya Mungu kutabiri kwa unabii. Tunafahamu kwamba wazazi huwa wana uwezo wa kuelewa mtoto huyu kuna uwezekano akawa mtu wa tabia fulani.
kuwa, kwa mfano mtoto yuko mdogo akaanza kuwa anadokoa, sawa, hata wakati mwingine mboga mmeandaa hapo, mtakula, mnakuta amefanyaje, amedokoa. Kuna 100, 200 umeweka hapo, mara haionekani. Unaona, kuna uwezekano mzazi yule kuelewa tabia ambayo yule mtoto atakuwa nayo kama isipofanyika jitihada, na kweli akasema wewe utakuja kuwa mtu wa aina fulani, na kweli akawa hivyo. Yeye tunaelewa wazazi wana uwezo huo. Sio tu mzazi, watu wengine wote wana uwezo wa kufanya hivyo, mwanadamu. Na tunaelewa mwanadamu ni mfano wa nani? Wa Mungu. Je, ni kutamka kwa huyu mzazi ndio kunafanya ile mtoto anakuwa mwizi? Sasa huwa anafanya nini mzazi? Anaweza kujua tunaweza kujua kuwa pia kumbe mwenendo wa mtu utakavyokuwa, hata kama sisi hatujahusika kutengeneza mazingira ya yeye kuwa hivyo. Sisi tuna uwezo huo. Mungu haiwezi tu kuwa mara 2 ya sisi, inaweza kuwa mara trilioni. Sasa Mungu anasemaje? Anamjua ni Yeremia, ni Ezekieli tangu alipokuwa tumboni mwa nani? Mwa mama yake. Kwa hiyo tunapokuwa tumboni mwa mama zetu pia tunazaliwa tukiwa na mielekeo. Tunaelewana? Sasa mielekeo ile inapokuwa inaumbika kwenye akili, Mungu ana uwezo wa kuiona, ana uwezo wa kuona kwenye akili ya mtoto ambaye tayari akili yake ndiko inafanyika. Anao uwezo hana? Anao. Kwa hiyo kimsingi Mungu hakutengeneza tukio la Esau kuja kukataa uzaliwa wa kwanza, isipokuwa alikuwa ameona mwelekeo wa Esau tangu yuko tumboni. Unaona? Tulisema jana hivi, kuna ufalme wa Mungu, sawa? Kuna ufalme wa nani? Wa Shetani. Njia za kwenda hapa zinajulikana, sawa? Na njia ambazo zinapeleka mtu hapa pia zinafanyaje? Tunazijua. Kwa hiyo ikiwa na njia hizi kimsingi ni tabia ambazo mtu anakuwa nazo kwenye nini? Kwenye akili. Kwa hiyo katika kuzaliwa kwa Esau, kwenye kuumbika kwa Esau kule ndani, aidha kutoka katika urithi ama kwa wazazi wake au kwa aidha upande wa mama au upande wa baba, au anaweza kuwa amechukua sio kwa wazazi hao hapa, ameenda kuchukua aidha kwa babu wa mama au kwa bibi huko nyuma. Yaani bado tunaweza kutembea DNA mpaka kule ikaje ikawa na nguvu leo. Kwa mfano, unaweza ukawa niko hapa, mimi hapa sina mtoto wa albino, wala mimi sio albino, sawa? Ila kwa upande labda wa bibi au wa babu wa kwangu mimi ukawa kuna nini? Kuna viasili hivyo. Kwa hiyo ninaweza kuwa bado nimevibeba ndani. Sawa sawa? Na vitakapokuwa vimepata mazingira ya kujitokeza, vinajitokeza. Vikipata support. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa katika hali ya mama huyu kwenye ujauzito wake na maendeleo ya utungaji wa mimba wa huyu Esau, Mungu alipouangalia ni hapo tu anapoweza kujua mwisho wake namna utakavyokuwa. Kwa hiyo Mungu anaposema kwa mfano kwamba utakuja ufalme ambao utafanya utapindua sheria ya Mungu, naye ataazimia kubadili sheria na majira. Si kwamba Mungu ndiye anamuwezesha huyo kuja kubadili sheria na majira, isipokuwa ameona mwenendo ambao unaendelea kwa kulingana na tawala hivi namna ambazo zinaenda na serikali za mataifa hizi zilikuwa zinajipanga. Mungu anapoziangalia na kuona kwa ndani watu waliomo humo namna maendeleo yalivyo, tayari anaweza kuwa na uwezo wa kuelewa ni nini ambacho kitakuwa kwenye hilo taifa kesho. Hicho Mungu ana uwezo kujua. Kwa hiyo Mungu kutabiri haina maana kwamba yeye ndiye anapanga matukio, isipokuwa anaangalia tayari kutoka kwenye mwanzo wa hivyo vitu vyenyewe, anajua kabisa hiki kitaishia pale.
tulikuwa tunaongeza tu kidogo kwenye swali hilo la nani la mzee Esau. Mzee, kabla tujahama niseme kwamba unabii huu mimi ninavyojifunza hapa sijui, kwa sababu naendelea kujifunza, mimi niendelee kujifunza mimi niseme. Yaani watu huwa wanachukulia hivi, lakini ukiendelea kusoma hiyo Biblia vitabu vingine inaonyesha ya kwamba huo unabii, unaona ni unabii kabisa. Mkifuatilia hapo ni kweli Mungu hamwezeshi, anaona, lakini huu ulikuwa ni unabii ambao ulikuwa umekusudiwa ukielekeza katika taifa la Israeli. Ukisoma, ndio maana nasema huu unabii nyewe mnauelewani, ilikuwa ni lazima utimizwe kwamba Israeli ndiyo mzaliwa wa kwanza. Esau kukataa ile kuomba ile dengu alifanya kinyume, kukataa uzaliwa wa kwanza, ikielekeza kwamba Israeli wamekataa uzaliwa wa nini? Wa kwanza. Kwa hiyo ufalme utageukia watu ambao hawakuzaniwa, kwamba angechukua ufalme ambao sasa ni mdogo Yakobo. Kwa hiyo wakati mwingine linanisumbua sasa kupata nafasi hii kwamba Mungu hahusiki na jambo. Sasa ndio maana nikauliza kwenye fungu hili, lakini huu nabii watu wanaojibu, hebu mfuatilie muone kwamba ulikuwa unaelekeza kwenye taifa la Israeli. Sasa ndio maana nikauliza kwamba ingewezaje kutimia kama Esau asingeweza kusema kwamba uzaliwa wa kwanza wanifaa nini? Je, kwenye Israeli, kwenye unabii huo kwamba Israeli ambayo ilikuwa ni taifa teule ingeweza kutumikia taifa dogo ambao yaani wangepewa wengine wadogo ambao hawakuzaniwa, ingewezaje kutimia? Kwa hiyo watu tuendelee kujifunza. Mtu ana kielelezo hapo, kitabu cha kielelezo. Sawa, saidia ukurasa wa 58 aya ya pili kutoka mwisho. 58 sura ile ya 6 aya ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya mwisho pale. Anasema Mungu hamharibu mtu yoyote. Mungu hamharibu mtu. Kwa hiyo tukisema kwamba Mungu alimharibu Esau ili kusudi afanikishe unabii wake na Israeli, tutakuwa sawa? Kila atakayeharibika atakuwa amejaribu mwenyewe. Bali sasa. Kwa Mungu hahusiki kwenye kupotea kwa Esau. Wala si Mungu aliyepanga matukio. Tumesoma hapo tukasema hivi, sheria ya Mungu haimharibu mtu yeyote. Na sheria ya Mungu ni nakala ya tabia ya nani? Tusipopima kwa kutumia sheria, tuweze kupatia. Kwa lazima tukubali tu kwamba Esau katika urithi wa tabia yake, Mungu anapoangalia anaona mwelekeo ambao utakuwa na madhara. Ila kusema Mungu amehusika kumweka Esau katika mazingira hayo ili afanikishe unabii, yaani sijui mambo yake mbele, kutueleza mambo ya mbele, sheria Mungu inakataa na tabia Mungu inakataa. Bwana ni mwema. Na nani alikuwa amenyosha mkono? Muda umeisha. Haya, sasa muda umeisha. Tunachoweza kufunga ni hicho. Sheria ya Mungu tumeiona inafanya kazi kama zizi, sawa, kulinda viumbe wake. Yako mengi ambayo tungeona na kwenye na mlima wa baraka ameeleza hivyo, kufuatilieni mwende mkasome vivyo ambavyo sheria ya Mungu inafanya. Na kwa kuivunja sheria ya Mungu anasema mtu huwa amejitoa nje ya ugo wa sheria ya Mungu
na kufungulia mlango hata kwa jambo dogo tu, kufungulia mlango ambao adui atapitia kumharibu. Bwana ni mwema. Karibuni tupate roho. Gabriel, tuongoze ombi. Tuombe. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante kwa ajili ya masaa ya mchana huu leo. Popote ambapo tumekutenda dhambi kwa namna iwayo yote, kwa namna isiyokuwa ya makusudi, ukatupatie msamaha kwa jina la mwana wako Yesu. Na pale ambapo tumeendelea kufanya hivyo kwa makusudi, ukatupe nguvu ya ushindi dhidi ya maisha ya dhambi. Sasa Bwana, tunakuja kwako tushukuru kwa namna ambavyo unaendelea kutufunulia tabia yako. Endelea kutufundisha kwa njia ya Roho yako Mtakatifu, na hata pale ambapo bado hatujaelewa sawa sawa, hebu endelea kuweka msingi kamili katika mioyo yetu. Hatimaye uzidi kufunua tabia yako wakati wa kufungwa kwa historia ya mwisho wa ulimwengu. Tunaamini kwamba utakuwa nasi kwa vipindi vingine hata vinavyokuja. Ndivyo tunavyoweza kuomba tukiamini katika jina la Yesu. Amen.